Wadau wa usafirishaji kuwa watulivu kipindi ambacho wanaendelea kukusanya maoni yao ya kuongezeka kiwango cha nauli kufuatia kupanda kwa bei ya mafuta yanayotumika kwa huduma za usafiri wa umma kwa njia ya barabara. Mohamed Sukuzi anaeleza zaidi. Wakizungumza katika mkutano huo, wamiliki wa vyombo vya usafiri ardhini wameomba serikali ipokee maombi yao ya kuongezeka kwa nauli kuepusha vyombo vyao kutoingia barabarani. Sina kona bonde wa nyoka, mkikataa kuongeza nauli, Mwanza kesho hazimungu gari. Nenda serikalini waambie numbers haisomi, wafanyabiashara wanakufa na hasara. Tunafanyaje? Wafanye mambo mawili, wapunguze tozo kwa muda wa wiki 2 wakati tunaendelea kufanya mambo mengine, ili mafuta afanye nini? Yashuke bei. Shida iliyopo ni shida kubwa kwa watu wote, sio wenye mabasi, sio wenye daladala. Bora hata sisi wenye malori kidogo, kunapopanda bei na unapandisha, lakini tunamfikiria yule mwenye trekta anataka kwenda kulima shamba, tunamfikiria yule mwenye mgonjwa anataka kutoka kuleta bata kwenda Muhimbili, mafuta yamepanda. Kwa hiyo changamoto ni kubwa. Inabidi tumuombe mkurugenzi wetu utupelekee salamu serikalini kwamba wapunguze tozo. Kwa upande wa mkurugenzi mkuu wa LATRA Habibu Suluo, amewataka wasafirishaji kuendelea kuleta maoni yao ili kufikia maazimio ya pamoja. Kwa vyovyote nipeni na mimi ile haki ya nafasi nilionayo. Siwezi leo kutoa kauli, wamezungumza wenzangu, lakini pia kama nilivyosema, sababu ya bei ya mafuta, na nimesema wote mliotoa wasilisho na au yeyote atakayetaka atakaa na mpango wa uchumi, kwa bei ya mafuta haijashuka kuliko ile ambayo tumeitumia kwenye kupanga bei. Kuna vitu vingine tumeviona mmetuletea, mimi nafikiri tuvifanyie kazi. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam, mimi ni Mohamed Sukuzi na hii ni ZBC. Watumishi 364